Na mtazamaji popote pale ulipo, karibu sana. Hiki ni kipindi mahususi kabisa ambapo kinakupa fursa uweze kufahamu kiongozi huyu ni nani, katoka wapi, historia yake kwa kifupi kabisa, ili tuweze kumfahamu angalau kwa undani zaidi kiongozi ambaye tumemwalika studio. Na leo hii kama ambavyo unaona, niko na mgeni hapa ambaye tutakwenda kuongea naye zaidi. Atajitambulisha kwa majina yake ni nani, alafu baadaye tutaenda kuongea zaidi na kumfahamu zaidi. Kwa hiyo karibu sana popote ulipo, tuweze kufahamiana na mgeni wangu hapa studio. Ndugu yangu, karibu sana. Asante. Karibu sana. Asante sana. Na mimi na wewe tunafahamiana, lakini kwa niaba ya wengine pengine tungeanza kwa kujitambulisha. Asante. Mimi kwa majina naitwa Salvatore Alute, mwalimu. Mimi ni mwalimu. Ndio. Lakini nimesoma katika shule ya Mungo na Umbwe. Nikasoma katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Naam. Na baadaye degree ya pili. Nikiwa mwalimu nimefundisha muda mfupi sana shule ya sekondari Makongo. Aha. Baada ya hapo mwaka 99 ndio nilijiunga na Baraza la Mitihani la Tanzania, ambako nilikaa kwa miaka 7, na baadaye 2007 nikawa nimejiunga na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Naam. Nikiwa afisa anayehudumu katika elimu ya mpiga kura. Aha. Nilifanya kazi mpaka mwaka 2015 ambako nilihamia Dodoma kwenye wizara yetu ya TAMISEMI, nikiwa kwenye idara ile inayohusika na usimamizi wa elimu. Ndio. Na nikahudumu pale nikiwa kama ni afisa msimamizi wa elimu kwa kipindi hadi 2022 nilipopata uteuzi wa kuwa afisa elimu wa awali na msingi katika halmashauri ya Arusha DC. Aha. Kazi ambayo nimeifanya kwa miaka 3 sasa. Hongera sana. Mwalimu Salvatore Alute. Kumbe umesoma Lyamungo sekondari? Nimesoma Lyamungo sekondari form 1 mpaka form 4. Shule ambayo na mimi nimesoma pale. Iko kule mlimani huko. Iko mlimani. Lyamungo huko. Sasa form 5 na 6 nikahama kidogo Umbwe, maana haziko mbali. Ni majirani. Majirani sana. Umbwe na Lyamungo ni majirani wa karibu. Kabisa. Na wanakuwa na mahusiano tu hata kimichezo na nini. Ni shule ambazo zimekaribiana. Na pale katikati kulikuwa na soko moja linaitwa Kombo. Aha, Kombo. Tulikuwa tunakutana sana pale Jumamosi. Umenikumbusha pale, nakumbuka Kombo pale walikuwa pia wanauzauza ndizi mbivu kwa ajili ya miwa. Yeah. Nakumbuka pale. Kabisa. Kumbe umesoma pale mwalimu? Nimesoma pale. Aha, sawa sawa. Na mtazamaji, huyu ni Mwalimu Salvatore Alute ambaye kwa kweli ni afisa elimu msingi halmashauri ya Arusha. Lakini tutaenda kuongea zaidi pia kuhusiana na utumishi katika idara hiyo ya afisa elimu, katika idara hiyo ya afisa elimu katika halmashauri ya Arusha ama Arusha DC. Labda tuzungumzie mwalimu. Watu wengi ambao wamepita kwenye sekta ya walimu ambao ni walimu, mara nyingi wanapenda sana utambulisho wao kuanza na jina mwalimu. Yaani ukimtaja tu jina ukamuita Mheshimiwa Salvatore au ndugu Salvatore, lakini usipoanza na mwalimu hajisikii furaha. Na hii hata wakati wa baba wa taifa naye alikuwa anapenda sana kuitwa mwalimu, alafu ndio utaje jina lake. Kuna siri gani hapa ya hili jina la mwalimu? Kuna kipindi siku hizi sisikii sana. Ndio. Kisema walimu ni wito. Siku hizi sisikii sana, lakini kuna kipindi walimu ni wito, baadaye walimu ni kazi kama zingine. Ila kwa kweli kwa sisi walimu ambao tumesomea walimu, tumeuishi walimu wetu, tunapenda sana kutambulika kama Mwalimu Alute. Angalia tu hata mwanafunzi ambaye nilisomfundisha, ndio, mkikutana naye hawezi akakuita jina moja kwa moja. Yeye kwa sababu umemlea kama mwalimu, ni lazima
anaanza na Mwalimu Alute. Mwalimu Alute. Kwa hiyo lingine nalo umezungumza baba wa taifa, inawezekana naye alitujenga, alituinfluence sana kwamba sasa kwa nini nisianze kuitwa kama baba wa taifa ni mwalimu, kwa nini na mimi nisiwe mwalimu? Kwa sababu sio kwamba nadandia tu. Ndio kazi yangu. Ni kazi yangu. Kama ilivyo baba fulani, mama fulani. Kwa hiyo ni kwa kweli linabeba utambulisho mkubwa wa kazi hii ya walimu ambayo ni kazi nyeti kweli kweli. Unajua watu wengine wanakuwa hawaelewi unyeti wa kazi ya elimu. Ndio. Kazi ya elimu unapewa mtoto na unamfanya mwisho wa mwaka, mwisho wa muhula, mwisho wa mzunguko wa elimu kuwa anakuwa ni mtu kamili. Mtu kamili. Unapewa binadamu, anatoka mtu, anajitambua. Sasa ni kazi ambayo sisi walimu tunajivunia kutambulika. Huyu ni mwalimu na anafanya kazi fulani. Labda Mwalimu Salvatori Alute, kuna hili swala moja ambalo sijui kama liko sahihi au yani unakuta baada ya matokeo kutoka ya form 4 yale au ya form 6 zile selections zinapofanyika kwamba huyu aende chuo, aende form 5, huyu wapi, mwanafunzi ambaye amefeli kabisa unakuta mzazi anamwambia, au uko mtaani jamii inasema, yani umekosa hata nafasi ya ualimu, yani umepangiwa, yani hata ualimu umekosa. Hii tafsiri yake ni nini? Kwamba walimu ndio kazi rahisi kabisa kuipata ama inakuwaje? Nadhani tulipita kwenye kipindi tofauti kidogo. Ndio. Hapo nyuma katikati hapa ambako kada hii ya walimu tulishushwa sana katika maisha ya kijamii, ya kiuchumi, ya kawaida. Tulishushwa kweli kweli. Na nadhani kulikuwa na jambo ambalo kwa mtizamo wangu halikuwa sahihi sana, kwamba hata mtoto akiwa na D1 basi walimu aende. Kwa hiyo ile hadhi ya walimu kwa kipindi hicho ilishuka, lakini sasa hivi najua huwezi kwenda walimu kama huja faulu division 2, 1. Angalau imetoa hadhi kwamba sio yoyote tu anaweza kwenda kuwa walimu, ni mpaka ufikie taaluma ya kiwango fulani. Na hiyo ndio ambayo hata sisi sasa tunaona proud kwamba hatukwenda tu kwa wajinga tuliofeli. Sasa hivi naenda watu ambao tayari wana taaluma ya kiwango cha hali ya juu. Na Mwalimu Alute Salvatori, kuna hili swala umeongea mwanzo ukisema kwamba swala la walimu kuwa wito, lakini kutokana na changamoto ya ajira sasa hivi watu wanatafuta popote angalau wapate tu ajira au waweze kufanya kazi. Hii huoni kwamba inaweza ikapeleka wengine walimu wakaingia katika kada ya walimu lakini hawana wito wa kuwa mwalimu? Uzuri sasa hivi hata walimu ajira ni ngumu pia. Tunajua wako wengi waliosoma walimu hawajapata ajira. Kwa hiyo huwezi ukasema nakimbia ili nipate ajira ya kuwa mwalimu, kwa sababu utaingia kwenye kundi la kusubiria. Unaona juzi hapa wameajiriwa mpaka watu 2015, wamaliza 2015, 16 ndio juzi wamepata ajira. Kwa hiyo swala la kusema ngoja niende ili nipate ajira ni gumu kidogo. Na kwenda sambamba na kada zingine. Kwa jinsi ambavyo naliangalia mimi, tafika mahala fulani kazi ya walimu ni ngumu kuipata kama ilivyo sasa hivi, kama ambavyo kada zingine ngumu vya kupata ajira kwa serikali. Wewe umekuwa mwalimu kwa muda mrefu ukipita katika sekta mbalimbali, katika vitengo mbalimbali, lakini mwisho wa siku bado tu ni kwenye idara ile ya ualimu. Pengine unapenda kuongea nini hasa kwa watu wanafunzi walioko katika vyuo, walioko mashuleni ambao na wenyewe wangependa kuwa mwalimu baadaye? Kwanza niwaambie ualimu ni mzuri sana. Uwezo wa mwalimu kukaa na mtoto, kumwelewa, ni heshima. Ni heshima mbele ya jamii, lakini ni heshima kwa wale watoto ambao unawatoa, umewafundisha, wamefaulu, wamefikia kwenye level ya juu kabisa.
Juzi tulimuona Mheshimiwa Mwigulu alikuja Ilboru hapa, lakini alikumbatiana na mwalimu. Yule mwalimu kwake ameona ni proud kwake. Shule aliyosoma. Shule aliyosoma. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba tufikirie kwamba tunaenda kufanya kazi ya walimu. Sio tufikirie kwamba sasa naenda kutajirika. Kutajirika kwa mfanyakazi wa umma tu yote sio rahisi. Ndio. Ni kazi tu kama kazi zingine, lakini ni kazi yenye upendo kwa kweli. Mfano mimi nimebobea kidogo kwenye elimu ya awali ya watoto. Ndiyo. Huwezi ukamfundisha mtoto mdogo kama huna upendo. Kwa hiyo nayo ni baraka tuliopewa na Mwenyezi Mungu. Naam. Kamishna wangu wa elimu huwa anasema sisi walimu tumepewa kazi ya uumbaji. Baada ya Mungu kumuumba binadamu na katoka duniani, yeah. Sasa mwalimu anakabidhiwa kazi ya kumtengeneza huyo binadamu kuwa mtu ambaye atafiti kwenye jamii. Kwa hiyo ni kazi moja ambayo ina kufanya kwenye jamii uonekane, uheshimike. Ila ukiweka kwenye maslahi ndio utaonekana kwamba hii bwana haina kitu kwa sababu umeweka maslahi. Lakini mwalimu umefanya kazi kubwa kwenye jamii ya kuifanya jamii staarabike kama ilivyo sasa hivi. Kwa hiyo wanafunzi na vyuo mlivyoko vioni, swala la kwenda kwa walimu ili upate ajira tu, kwanza tanguliza ile love kwa watoto, love kwa jamii. Naenda kukaa na watoto, naenda kuwatengeneza hao watoto. Sasa badala ya kufikiria maslahi. Hatukatai ili binadamu tuishi, tunahitaji kuwa na maslahi mazuri. Naam, mtazamaji, tunaendelea na mazungumzo yetu, na kama nilivyoongea pale awali kwamba tuko na mwalimu Salvatore Alute ambaye yeye ni mbobezi katika sekta hii ya elimu, na tunaongea naye masuala kadha wa kadha kuhusiana na sekta ya elimu, lakini na mambo mengine kadri yatakavyojitokeza. Umezungumzia swala la walimu kuwa ni wito, na mwalimu kwenye jamii ni mtu kwa kweli ana heshima kubwa sana, anaheshimika sana. Na wakati sisi tunasoma kipindi cha Juma kile, ilikuwa hata mwalimu unapita njiani hivi kutana na mwalimu wako unayesoma naye, anayekufundisha shule moja, unaona hata uoga kukutana naye, unakimbia. Lakini sasa hivi naona kama walimu wamekuwa marafiki sana na wanafunzi. Unakuta hata wanafunzi wanakaa pamoja, hakuna mwanafunzi ashtuki. Hii ni mfumo kwamba ndio mambo ya kidigitali ndio inatakiwa kuwa, au labda walimu wamekuwa wamejirahisisha zaidi kwa wanafunzi? Ili ni kufundishe unielewe, ndio jambo la kwanza ni lazima nikufanya uwe rafiki. Na mwalimu anataka, hicho ndi kipengele namba 1. Lile darasa analifanya liwe rafiki katika mazingira yote, akiwemo yeye mwalimu kama ni sehemu ya darasa lile. Sio watoto kuanza kuogopa mwalimu. Kumogopa. Kwa sababu ufundishaji sasa hivi tunasema ni students people centered. Hatuwalishi, tunawategemea wao wajifunze. Ndio maana tunasema mtoto ajua anafundishwa na asilishwe na mwalimu. Sasa hicho ndio kinatengeneza ukaribu na mwalimu. Mwanafunzi anapokuwa mdadisi, ambaye anapaswa kuwa mdadisi, anapaswa kuwa karibu na mwalimu ili yale maswali yake, tatizo lake apate urahisi wa kupata msaada kwa mwalimu. Sasa mwalimu ukijitenga ukawa mbali sana, maana yake na hao watoto watakukimbia. Ukiwa na zile tabia za nini watakimbia watoto. Na hasa hawa, kumbuka tuna vijana ambao ndio kwanza vikabale au form 2, form 3. Lakini na watoto wadogo kule shule za msingi ambao wanahitaji upendo. Mwalimu unakaa na watoto muda mrefu kuliko hata baba na mama nyumbani. Mchana wote. Sasa ni lazima watoto wajione kwamba wako kwenye mazingira salama, na ndio urahisi wao kujifunza pia.
Kwa hiyo ile ya kizamani, tunaisema ya kizamani, hata wale unaona tumebadilika, mabadiliko yamekuwa mengi sana. Mitaala imebadilika. Ile approach ya ufundishaji imebadilika. Hata hao ambao tunawaita wadhibiti ubora, zamani wakiwa wanaitwa wakaguzi, walikuwa wanakuja kama polisi. Wanatafuta makosa kwa mwalimu. Lakini siku hizi hapana, wanaenda pale, wao ni wasaidizi kumfanya mwalimu aweze kufundisha vizuri, atekeleza majukumu yake vizuri. Kwa hiyo na walimu hili wameelewa, ndio maana unaona mazingira yanakuwa ni rafiki sana kati ya watoto na mwalimu na jamii. Na actually inakiwa jamii nzima naye itengeneze urafiki mkubwa sana na walimu. Kipindi cha nyuma wakati sisi tunasoma shule huko shuleni msingi, sekondari, sheria na sasa hivi ni tofauti kabisa. Wakati wa kipindi cha nyuma nakumbuka mimi ilikuwa kuna hata sheria ya kumwadhibu mtoto, unachapwa tu, yani fimbo ambazo mpaka mwalimu atapaona sasa hapa inatosha. Lakini sasa hivi kuna hiyo sheria kwamba kuna idadi fulani ya fimbo ambazo unaweza kumwadhibu mtoto, na ikizidi zaidi labda mkuu wa shule au mwalimu mkuu atahusika. Wanasema kwamba watoto kama siku hizi wanadekezwa zaidi. Wakati wa kipindi kile kidogo wazazi au walimu, hata mwanafunzi akikosea au ameadhibiwa afa kaenda tena kule shuleni kule nyumbani kwenda kusema kwa mzazi kwamba nimechapwa, mzazi anamuongezea tena mboko zaidi. Lakini siku hizi mtoto akienda kwa mzazi akasema kwamba nimeadhibiwa, mzazi anakuja kuleta shida kwa mwalimu kwamba mnisaidia kuzaa, sijui nini, anakuwa tena mkali. Kwa hiyo walimu pia wanakuwa kidogo na wenyewe kama wana hofu ya kuweza kuwadhibiti ama kuadhibu watoto hawa. Hili unalizungumziaje? Unalosema ni kweli. Sasa hivi jamii imekuwa na mitazamo tofauti sana. Sijajua ni tatizo ni nini. Kwa sababu kwa namna yoyote ile mwalimu yuko anafanya kazi ya kumwelekeza yule mtoto, kumnyoosha katika njia ambayo inatakiwa. Yule mwalimu amesomea, kazi yake ni kufundisha. Unaona? Ni taaluma yake. Wewe mzazi sio taaluma yako. Lakini inafika kipindi fulani kama mwalimu, kama binadamu, anaweza nakosea. Na wakati mwingine unapata malalamiko ya mwalimu, ya mzazi, mtoto tu kachapwa kiboko kimoja, kawaida ile ya kumwelekeza, ni kama unamfinya tu mwanao nyumbani. Kawaida kabisa. Kawaida. Lakini unakuta tu mzazi anakuja juu, sijui nini. Kwa kweli hili mimi nimekaa hapa, nimeliona, halijanifurahisha. Na niseme tu wazazi inabidi tubadilike sana, kwa sababu huyu mtoto tunamtengeneza wote. Mimi mwalimu na wewe mzazi. Ni kweli. Lakini na jamii kwa ujumla. Sasa hii ya kufikiria tu kwamba mwanangu asiguswe, sasa maana yake nini? Ungekaa naye basi nyumbani ili asiguswe. Na ukikaa naye nyumbani maana yake nini? Unamtengenezea nini katika utu uzima wake baadaye? Ndio. Kwa hiyo mimi nadhani wazazi tukubaliane, kama kuna jambo liko serious sana ni sawa. Lakini sio ile mtoto labda amechapwa, unakuja unavamia shule, mvamia mwalimu, shida, unatengeneza hofu kwa mwalimu anayekufundisha. Umezungumza juu ya mwongozo wa utoaji wa adhabu shuleni. Ndio. Sina uhakika ni wa mwaka gani, lakini una muda. Inawezekana huko shuleni hatuzingatii sana. Ndio. Lakini una muda mrefu ambao unaelekeza nini cha kufanya. Na mimi labda nizungumze hili sio kama afisa elimu, nizungumze tu kama alute. Unajua wakati mwingine mwalimu yuko zamu. Ndio. Mwanafunzi amechelewa. Sasa ili kumkumbusha kesho awahi, inabidi sasa hajafuata utaratibu. Maana utaratibu unatakiwa uombe kibali kwa mwalimu mkuu. Mwalimu mkuu ndio aseme ndio, mwisho viboko vitatu. Sasa kuna ile wewe wahi shule. Sasa wakati mwingine inarahisisha pia ile uendeshaji wa shule, lakini sio utaratibu. Utaratibu unakwenda zaidi. Sasa hivi kuna watu wanasema viboko vifutwe kabisa shuleni. Ni sawa. Ni sawa, manake hiyo inaenda mpaka ndani kwenye familia. Watoto wetu hawa sasa hivi tukiwaachia tu hatuwafinyi kidogo,
atanyookaje? Ni ngumu. Eh? Ni ngumu. Atanyookaje? Ni ngumu. Na mtoto ufundishaji wake ni kama nilivyosema, kisaikolojia ni ngumu sana kukaa na mtoto mpaka akuelewa. Ni ngumu, unaenda kidogo kidogo, lakini wakati mwingine Ndio. hata sisi tuliosoma tunafundishwa kuwa award mtoto. Unamwaward mtoto, aidha unamsababishia pain. Unasema una inflict pain kwa mtoto. Lakini sisi tunasema hiyo ni award. Na kuna nyingine ya kumpa penseli zawadi yako. Yote ina motivate mtoto. Kwamba nimekupa penseli, nimekupa daftari kwa sababu umefanya vizuri, ataendelea kufanya vizuri. Kwamba usiwe unachelewa alafu nikakufinya, sema huku bwana nikifinywa huku, nikichelewa nafinywa, nasikia maumivu, kwa hiyo nitakuwa na wahi. Kwa haya yote yanatumika. Ni sehemu ya kumrekebisha mtoto. Na hata Biblia inasema usimnyime mwanao mapigo, maana ukimpiga kwa fimbo atakufa. Ni kweli. Atakufa. Kwa hiyo unaweza kumpiga kidogo, lakini usimuumize. Ni namna kumnyosha tu mtoto. Naam, mtazamaji, huyu ni Mwalimu Salvatore Alute, afisa elimu halmashauri ya Arusha DC msingi. Sasa tuje kwenye sekta hiyo. Tumepata kwamba umestaafu utumishi, lakini labda tungependa kufahamu zaidi kama afisa elimu halmashauri ya Arusha DC, vipi ugumu ama urahisi wa kazi uliokuwa ukifanya kwa kipindi chote ukiwa afisa elimu? Kwanza niseme kwamba mimi nilikuwa na bahati ya, maanake mwalimu aliyesomea ndio anafundishwa kufundisha na upimaji. Sasa mimi nilibahatika kufanya kazi ya upimaji, maanake nikiwa baraza la mitihani tunasema na upimaji mitihani ile. Nikapata bahati vile vile kusimamia elimu nikiwa wizarani. Na sasa nimemalizia ajira yangu nikiwa frontline, manake kumsimamia mwalimu ndio frontline. Tumetoka kwenye sera kule, tunaendelea na tukaja kwenye utekelezaji wa sera na mipango mingine ya kielimu. Kwa hiyo niseme tu nilivyofika hapa Arusha DC, nilikuwa na hofu, na naomba hapa nitaje kabisa kwamba mwenyekiti wetu wa halmashauri alinisaidia sana kuniondolea hofu kwamba utaishije kwenye local government, utaishije, madiwani wanataka hiki, madiwani wanataka hili. Lakini namshukuru sana Mheshimiwa Salekwa, mwenyekiti wa halmashauri, kwa kweli kwa kunijenga, kwa kunipa nguvu ya kufanya kazi hiyo. Halmashauri ya Arusha DC, kitu cha kwanza ambacho nimekiona ni ile jiografia yake. Halmashauri inazunguka jiji la Arusha. Kwa hiyo kuna shule nyingi ambazo ziko mjini kabisa. Kama mnajua kwamba mpaka tu wa halmashauri ya Arusha na jiji ni barabara tu hii ya kutoka Arusha, Moshi na Manga, lakini upande mwingine imezunguka huko. Kazi ilikuwa kubwa ni kuallocate walimu. Walimu wanapokuja wakisikia Arusha DC, na bahati mbaya sana, mimi niite mbaya, makao makuu yetu ya Arusha DC yako mjini kabisa hapo Sekei.